kuna nguvu ya kiroho ndani yake, na mtaona matokeo makubwa sana. Watafiti wa chuo kikuu cha Harvard mnamo mwaka wa 2016 walifanya utafiti, wakagundua mambo yafuatayo. Kile chuo kikuu cha Harvard ni kati ya vyuo ambavyo vinafanya kazi nzuri katika nyanja zote, yaani wao za kidini, za kidaktari, za kilimo, wako vizuri. Niseme ni bonge la chuo kwa lugha ya mtaani. Ukifika pale unakuta kuna vitu vingi sana, na wanachukua watu mbalimbali duniani kwa ajili ya kufanya tafiti. Nilipata neema ya kuingizwa kwenye kikundi cha utafiti wa chakula na afya ya akili kwenye hiki chuo. Ni neema tu. Kwa hiyo nikaona kazi ambayo wanafanya ni kubwa ya ajabu. Kuna majitu yako kule, ukiyatazama unaweza ukalidharau, lakini likitoa vitu mdomoni unajua ni bongo hii. Haleluya. Sasa nikakumbana na mmoja wapo ambaye alinivutia sana. Akaniambia habari ya utafiti, nami nauleta kwenu. Utafiti wao walibaini mambo yafuatayo. Watu wanaohudhuria mara kwa mara ibada za kidini wana viwango vya chini vya mfadhaiko, wasiwasi na mawazo ya kujiua. Mshike mkono jirani yako, mwambie umesikia hiyo? Umeona hiyo kitu eh? Kumbuka hapa nakwambia habari ya watu ambao wao mambo ya kiroho sio issue. Wao wanadili na sayansi. Inasema nini? Na sayansi tafiti zao ni kuona, sio imani. Kwa hiyo ina maana waliangalia kabisa, wakachunguza, wakagundua hii. Sikia hii tena. Kuomba pamoja huwasaidia watu kushughulikia msongo wa mawazo, huzuni na changamoto za maisha. Hujaja bure hapa. Ya pili mimi ndio nimeipenda zaidi. Sikilize vizuri, hii ndio nimeipenda na mimi ni mshabiki wa hii. Utafiti uliochapishwa kwenye Journal of the American Medical Association, JAMA, uligundua kuwa wanawake waliokuwa wakihudhuria ibada mara kwa mara walikuwa na uwezekano mdogo wa kufariki mapema kwa 33% ikilinganishwa na wasiohudhuria kabisa. Kwa hiyo ukija hapa umekata 33% ya kufa mapema. Huyu ambaye nimeambia kwamba nitampigia simu mumsikilize ni dokta kwa PhD. Mwanamama. Sio msabato, ni Mkatoliki. Lakini kuna vitu Mungu amemtendea. Mimi mwenyewe wakati tunakutana naye ananiambia nimekuja kutimiza kile ambacho Bwana alinitendea, na kwa kuwa alinitendea kwenye madhabahu ya kisabato na kuja kutimiza nadhiri kwenye madhabahu hii. Nilishangaa. Mnakumbuka huwa anasemaga hiki kitu. Na maanisha ukiona mwanaume anarudia kitu mara 2 mara 3 ana maana. Katika vitu ambavyo mimi huwa vinanihuzunisha. Mimi ni mchungaji wa madhehebu yote, lakini huwezi kutoa usabato ndani yangu. Kwa hiyo kuna sana watazama wa kwangu. Mnanielewa eh? Yana sasa mbona wa kwangu hawachangamki tena? Lakini wengine wana spidi kubwa sana. Na unajua moja ya kitu kinachotufunga ni kutokuelewa nguvu ya damu ya Yesu, ambayo leo nitaiongelea. Mungu atusaidie sana. Utafiti wa 3. Watu wanaoshiriki ibada au maombi pamoja huwa na kiwango kikubwa cha seli za kinga, immune cells. Maombi hupunguza cortisol hormone, hivyo husaidia mwili kupambana na magonjwa. 4. Huimarisha mahusiano ya kijamii. Kuhudhuria maombi ya pamoja huongeza mshikamano kijamii. Tunaita social bonding. Yaani mtu uliyemuona hapa kwenye maombi ukimkuta Morogoro, ubongo unakwambia huyu ni ndugu yangu. Ndio maana hapa hatuongelei makabila ya watu. Tumeunganishwa na Kristo Yesu. Umetoka Mara, umetoka Mbeya, sisi ni wamoja. Social bonding inatuunganisha. Lakini
hutuliza moyo na kuleta amani ya ndani. Kuna amani ya ndani na ya nje. Hii ya ndani ni kubwa kweli kweli. Maombi huleta pumziko. Watu wengi walioshiriki tafiti walisema maombi huwasaidia kupata utulivu wa akili. Na mimi nimwambieni, ukikuta kuna jambo limekuzidi sana, usihangaike sana. Jifungie chumbani, piga magoti, sema na Mungu. Chukua kiti, weka mbele pale kana kwamba unamuona Yesu amekaa pale. Ongea naye kama vile unaongea kabisa, yani amekaa. Acha hii dhana ambayo tumejazwa sana, natamani kuitoa pia kwenye akili zenu, ya kumuona Mungu akiwa. Na tunasingizia sala ya Bwana, Baba yetu uliye mbinguni. Ukisikia neno uliye mbinguni pale, maana yake hakuwa na maana ya umbali, alikuwa maana ya juu ya yote. Mshike mkono jirani yako, mwambie hiyo umeielewa au arudie tena. Amesemaje? Anaposema Baba yetu uliye mbinguni, hana maana ya eneo, sio location. Alikuwa na maana ya kwamba yuko juu ya vyote. Kwa hiyo unamuomba ambaye hawezi kudhibitiwa na kitu, maana yuko juu ya, ndio maana yake hasa. Lakini Biblia iko wazi kabisa, miili yenu ni hekalu la Roho, anaishi ndani. Kwa hiyo huyu Mungu unaweza ni yuko mbali, yuko ndani yako. Na nyamaza ili ingia akili. Kwa acha dhana ya kusema ananisikia. Amekuwa kiziwi, yuko ndani yako. Yaani anasikia kila kitu. Mungu atusaidie sana. Tumesomewa fungu letu kuu pale kwenye kitabu cha wa Mambo ya Walawi sura ya 17 fungu la 11. Anasema, kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Maana ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya hiyo nafsi. Mungu anapoongelea habari ya damu ni zaidi ya kimiminika. Haongelei kimiminika. Damu inabeba uhai. Damu inasafirisha virutubisho. Damu ndiyo ambayo inaweza kuleta mkosi au kuleta baraka. Ukielewa hii utajua ni kwa nini mara nyingi nimekuwa nikisema hili, kwa sababu nasikilizwa na wengi, ya kwamba ikitokea ukigundua ya kwamba katika familia yenu kuna mtu wa familia yenu alimwaga damu isiyo na hatia, usichukulie rahisi hilo jambo, linatafuna mpaka ambao hawakufanya hilo tendo. Kwa hiyo wenye akili timamu wakigundua, wanatafuta namna ya kurekebisha na kuleta upatanisho haraka sana. Sasa hapa siongelei mila, naongelea kiroho zaidi. Kila watu na makabila yao wana mfumo wao wa kusawazisha hili jambo liondoke. Ni kama vile tukiongelea habari ya sheria za asili, na kwa neema ya Mungu nitatoa hicho kitabu nacho pia cha kuelezea hili. Sheria ya asili unapoivunja, haijalishi wewe ni mchungaji, haijalishi wewe ni muumini, haiangalii cheo, inaangalia imevunjwa, kwa hiyo inajibu. Habari ya kwako. Mnamkumbuka Daudi? Mnamkumbuka Daudi? Naongea na watu na binadamu. Mnamkumbuka Daudi Alivunja sheria ya asili mara 2. Na Mungu akaonyesha kwamba katika makosa yako mawili, kila kosa lina uzito tofauti. Moja, akamwambia Daudi, nilikutoa katika familia maskini nikakufanya kuwa mfalme, tena katika nyumba ya bosi wako. Anasema Israeli yote nilikupa kuwa mali yako. Umeona haikutoshi, ukaenda ukachukua mke wa mtu. Unasikia vizuri hiyo sentence Anasema kama vile haitoshi, nataka uone kipimo kinavyokuwa tofauti sasa. Anasema kama haitoshi, ukaenda ukamuua mume wake. Sikia kauli ya Mungu. Sasa basi upanga hautatoka nyumbani mwako. Ukitazama haya makosa yalivyo, nini kilisababisha Daudi aendelee kuchapwa katika nyumba yake? Damu.
Nikana kama Mungu alisema hii lingine tunaweza tukaongea ukatoa kondoo tukamalizana, lakini hili lingine hili la damu hakuna namna, lazima malipo, kwa sababu inaita. Ukisikia Biblia inasema damu ya Abeli inanena mema, ya Yesu inanena mema kuliko ya Abeli, anamaanisha kwamba damu zote ambazo zilimwagika zamani kuna namna zinadai haki, lakini damu ya Yesu inadai haki kuliko damu ya Abeli, na haki ya Kristo ndio inakuwezesha wewe kuishi. Haleluya. Na kwa sababu lengo langu siku ya leo sio tu kumaliza kwa ule muda, kama kuna point nitaiongea hapo katikati ukute kwamba sijakuelewa, ninakuruhusu nyosha mkono, sema mchungaji hapo umeniacha, fafanua, nitaweka vizuri mambo. Anasema ya kwamba kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho. Sheria ya asili ilitaka Daudi achapwe na akachapwa vizuri, lakini ile jamaa alikuwa ni mtaalamu wa hizi sheria. Mimi nikisoma Biblia ambao walikuwa ni wataalamu wa hizi sheria, ilikuwa ni Daudi, alikuwa ni Ayubu. Walikuwa na ufahamu vizuri sana. Sasa siku moja wakati Daudi anaona malipo ya ile dhambi yake, mnakumbuka Mungu alimwambia jirani yako naye atachukua wake zako. Mnakumbuka vizuri ile andiko au hamjai kuliona Tena anasema atalala nao mchana kweupe. Na ikatokea jirani yake alikuwa mtoto wake wa kuzaa. Na wakati anamkimbia ili amuue, akakutana na mtu mmoja anaitwa Shimei. Shimei akamtukana Daudi. Kuna mtu namfundisha kitu hapa ambaye huenda unatakiwa usijibu ukishambuliwa. Shimei akashika vitu akaanza kumrushia mavumbi Daudi, maana alikuwa yuko kwenye mlima, anarusha anamtukana. Anamwambia wewe mtu uliyejaa damu, Mungu anakulipa. Yaani kama vile anamtukana. Askari mmoja wa Daudi akamwambia Daudi, huyu bwana anakutukana mbele yetu sisi. Niruhusu mimi niende hapo hivi. Nikalete kichwa chake. Tena anamuita mbwa mfu. Hiyo mbwa mfu ni sawa mwanajeshi wa kwetu akuite we raia. Yaani hana mafunzo ya kijeshi. Nitamalizana naye tu dakika sifuri. Daudi akamwambia, mwache anitukane, maana Mungu amemwambia anitukane. Kwa kufanya hivi nitageuziwa mabaya yawe mema. Mchungaji unamaanisha nini? Kuna saa Mungu anaruhusu mambo ya kukute kama matokeo ya mambo uliofanya huko nyuma. Hicho kinachokukuta ni neema ya kupunguza makali ya makubwa yaliyoko mbele. Kama hujanielewa sema rudio. Nikana kwamba Mungu Daudi anasema, nyie mnaona ananitukana, ananirushia mavumbi. Stahili yangu mimi ni zaidi ya hicho. Mkimzuia asinitukane, asinirushie mavumbi, mnataka nipigwe zaidi kulingana na stahili yangu. Mwache. Yananistahili. Tena hapo limebebwa na neema. Unajua ubaya wa matendo ambayo tunatenda kwa watu, hatukumbuki kila kitu. Kwa hiyo kuna mtu ulimuumiza hukumbuki. Kuna mtu ulimtenda kitu hukumbuki. Mungu anakutaka sema sheria ya asili itamchapa, lakini kwa neema ili nimbebe tu, ngoja atukanwe kwenye group. Ukitukana unasema atanitambua. Mungu anasema yeye anakuletea neema, badala ya kupata balaa nimeruhusu angalau utukanwe ili nipige tiki kwamba nao umepata maumivu. Ndio maana Mtume Paulo anasema shukuruni kwa kila Haleluya. Ukisikia mtu amekuzushia bonge la story, unajua kabisa wala usiana na hilo kabisa, lakini la kuchafua, acha kujibu. Rudi kwenye magoti. Mwambie Mungu, kuna kitu wenda na mimi niliumiza mtu, vimekusanyika umeamua badala ya kuniua, umeamua nizushiwe. Nifundishe kupita salama. Tena mwambie asante, maana ni neema hii. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Kiroho tunajifunza kila siku. Sasa damu ni kitu muhimu sana. Kwenye commentary yetu ya Kisabato inaitwa SDA Bible Commentary, volume ya kwanza ukurasa wa 774,
Anasema damu ikiwa ni kielelezo cha uhai ilitengwa kwa matumizi matakatifu katika upatanisho. Damu ya sadaka ilikuwa mfano wa damu ya Kristo, ambayo kupitia hiyo mwenye dhambi hupokea msamaha. Kwa hiyo kwa vile ilikuwa ni kielelezo, ndio maana ikapelekwa madhabahuni, ikatumika kwa ajili ya madhabahu na kitu maalum kwa ajili tu ya madhabahu peke yake. Sasa unapotazama kwenye Agano la Kale utagundua ya kwamba wao walikuwa pia na sheria ambazo walichukua kutoka kwa wengine. Wanazuoni wanakubali kuna mfalme mmoja alikuwa na akili nyingi sana, anaitwa Hammurabi. Hammurabi ana sheria zake ambazo mpaka leo zinatumika kwenye sheria ya kawaida. Na hapa nakwambia mtu aliyekuwepo mamiaka mengi aliyopita huko nyuma. Yeye ndiye aliyeleta ile sheria ya jino kwa jino, jicho kwa jicho. Ndio alileta hiyo sheria. Maana yake alikuwa anamaanisha hivi, ikitokea kwamba mtu ametoa uhai wa mtu mwingine, hakuna malipo mengine isipokuwa uhai wa aliyetoa na utoke. Ni jambo gumu sana. Sasa basi, kitabu cha Mwanzo sura ya 9 unaweza ukaandika hii fungu la 5 mpaka fungu la 6. Nimesema Mwanzo sura ya ngapi? Ya 9. Fungu la 5 mpaka la 6. Ukipata hapo sema amina. Kama hujapata sema nisubiri. Ukisubiriwa fanya haraka. Sasa ndugu yangu, kitabu cha Mwanzo nacho pia tunakusubiri. Je, Habakuki? Ningesema Zefania ingekuwaje? Haya. Mimi nitaitaka damu ya uhai wenu, atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu. Maana kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanadamu. Hii sentensi umesikia vizuri eh? Haya, ukishaisoma tu hiyo nitazame sasa. Sasa hivi hapa nikaulizeni nyinyi mlioko hapa, ni nani ambaye aliwahi kumwaga damu ya mtu hapa? Kila mmoja anasema sijawahi. Naongea kwa ujumla. Lakini nataka nikwambie hivi, Yesu wakati anadadavua vizuri sheria, anasema imeandikwa. Watu wa kale walisema usizini. Bali mimi nawaambia amtazamai mwanamke kwa kumtamani amefanya nini? Amezini. Akasema watu wa kale wamesema ya kwamba usiue, na mtu akiua itampasa baraza. Bali mimi nawaambieni amuonee hasira ndugu yake, huyo ni muuaji. Wangapi hapa wameua? Wa kutosha kabisa. Tena achia hapo, kama kuna mahali mauaji yanafanyika kwenye ndoa. Wewe kuna saa unamtazama sasa. Alafu malaika anasema umeua. Sasa wote hapa inatakiwa kuingia kwenye toba. Haleluya. Maana hukumwaga moja kwa moja ile damu, lakini ulimwaga kwa nia ya wapi? Ya ndani. Alafu nasema utusamehe dhambi zetu kama nasi tunawasamehe walio. Hili zoezi ni zoezi la ziada kidogo. Twende, sikia maneno haya. Hii sentence itakusaidia. Kumwaga damu ya mwanadamu kulikuwa sawa na kuvuruga kazi ya Mungu ya uumbaji. Ilikuwa ni kitendo cha kuasi dhidi ya picha ya Mungu iliyo ndani ya mwanadamu. Ndiyo sababu madaktari wetu walioko hapa ni mashuhuda katika hili. Daktari anapambana mpaka hatua ya mwisho kuhakikisha ameokoa uhai wa mtu. Siku moja niliona hapo Benjamin, nimetoa huu ushuhuda nadhani ni jana kwenye ibada, na leo tena naurudi. Nilikuwa nimeenda Benjamin, nipaki gari na shuka, na kuta kijana mmoja amevaa mavazi ya wauguzi yale vizuri, yuko kwenye ukuta analia. Ikanigusa, nikaenda straight pale alipo, nikamwambia bwana vipi? Analia kwa hasira na uchungu. Nikamwambia vipi? Anasema mgonjwa wangu amekata roho. Nikamwambia mgonjwa wako amekata roho, wa kwako? Anasema sio ndugu yangu, ila ni mgonjwa alikuwa anamhudumia. Nikasema tungekuwa na wauguzi kama hao, njoo ukutane na wauguzi waliopo kwenye ajira. Nyosha mkono wewe, kaza mkono. Yaani ana uchungu. Kuna hospitali moja iko Hispania, ni Brazil. Nimewahi kuposti picha zao kwenye mitandao ya kijamii. Ni Wakristo wa cha Mungu. Mtu hajafanyia operation, manesi wanazunguka na madaktari wanamwimbia mgonjwa nyimbo za Kristo.
Hiyo operation kwa nini isitoboe? Njoo kwetu. Sign hapa, sign. Damu ya binadamu na ya mnyama viko tofauti kabisa. Ndio sababu hata barabarani, nadhani kitu ni nature iko ndani yetu. Ikatokea ajali, damu imemwagika, mnajua tunafanyaje? Tunachukua udongo, tunafanya nini? Tunafunika haraka sana. Haitaki kuonekana. Hata kama ni ya kwako umejikata pale nyumbani, ikadondoka pale chini, usiondoke na kuacha damu yako pale. Utanielewa siku moja. Nature inakataa, inakwambia lazima ifunikwe. Kwa sababu kuna nguvu ziko ndani yake, hatuwezi kuziona kwa macho ya kawaida. Funika kabisa. Lakini ikatokea kwamba katika kugombana, iko kwenye Torati inakwambia hii. Ikatokea mmegombana na mwenzako, alafu ukampiga mwenzako na akatokwa na damu. Torati imetoa maelekezo, si jambo tu la kuchukulia kawaida. Anakuambia hicho kitendo hata kama ni bahati mbaya, kuna namna ya kuondoa hiyo. Maana damu ina demand, inahitaji. Mimi mara nyingi sana nawaombea sana madaktari ambao wanafanya operation, maana hawafanyi vile kwa lengo la kuua, wanafanya kwa lengo la kuokoa. Kama kuna watu wa kuombea sana ni madaktari. Hasa wanaofanya huduma za upasuaji. Wenda wengine tuko nao hapa. Mtu anapiga operation 15 kwa siku. Alafu akitoka hapo analaumiwa. Kuna saa nyingine wamechoka. Kasahau kufunga mshipa. Wazembe hawa. Hii kazi unajua ya kuona nyama za watu kila siku. Mungu atusaidie sana. Sasa sikia haya ili tuweze kuyaingiza katika vitendo. Damu ilikuwa ni lazima ili upatanisho utokee. Nimesemaje hapa? Sawa. Kitendo cha sisi kumwasi Mungu cha kutuunganisha ilikuwa ni damu. Kuna mikataba ambayo Mungu alifanya na Adamu, hatujaandikiwa yote, hatuioni yote. Ila siku tukifika mbinguni tutaletewa ile mikataba yote tuione, na hiyo ndio shetani aliyoichukua. Iko mingi sana, nitakutajia tu michache kwa mujibu wa maandiko, mingine hatuijui, lakini mojawapo Mungu aliposema uitawale nchi na kuitiisha, ilikuwa ni mkataba kwamba utakapoendelea kuwa chini ya mamlaka yangu, nchi hii utaitawala na kuitiisha, na viumbe na wanyama wote utawatawala na kuwatiisha. Naposema kuitiisha nchi, ina maana nchi itatii kile unachokitaka wewe. Haleluya. Mfano wake ni upi? Sikia kauli ya Mungu, nchi na itoe wanyama kwa jinsi zake. So umesikia, nchi imetii, ikafanya nini? Ikatoa. Hiyo ni utii. Nasema hivi, leo hii hivi tunavyoongea hapa, ukiona mgogoro katika ardhi, katika biashara yako, katika maisha yako, una amri katika vinywa vyako ambavyo ukitamka unatiiwa na hicho kitu. Lakini ili iweze kukutii lazima uingie kwenye upatanisho ambao unaletwa na damu ya Yesu Kristo. Kuna dada yangu mmoja, kama siku moja akivuviwa na Roho Mtakatifu atatoa ushuhuda kwenye vikao vyenu kama hivi vya wamama hivi. Atatoa, maana anahudhuria pia hapa. Atatoa. Siku moja aliniambia pale nyumbani kwake, kila kipanda kitu akiote. Kila kipanda kitu akiote. Nimevurugika hapo. Yaani aweka kitu akikubali. Basi siku moja akaja tukaonana. Nilichukua muda kama lisali moja tu kumfundisha mamlaka yake. Moja ya kitu ambacho nilimwambia na nyinyi pia nawaambia, sisi ni zaidi ya wanyama, japokuwa tunapumua oksijeni. Mungu alipohitaji kuumba wanyama aliongea na ardhi. Tuko sawa sawa? Mungu alipohitaji kuumba samaki aliongea na maji. Mungu alipohitaji kuumba ndege aliongea na anga. Mungu alipohitaji kuumba mtu alijisemesha. Sawa sawa. Mungu alipohitaji kuumba wanyama alisema nchi na hii. Hapo ameongea na nani? Amri inapelekwa wapi? Ardhini. Alipohitaji kuumba samaki alituma amri kwenye maji.
Alipohitaji kuumba ndege, alituma amri kwenye anga. Alipohitaji kuumba mtu, alijitumia amri ndani yake. Na tufanye mtu kwa sura wakatawala. Sikia hiyo kauli hiyo. Ni kama vile, kama nilivyokuwa na tawala, nao pia watakuwa ni nani? Ni watawala. Kama nilivyosema ikawa, nao watasema itakuwa. Ndio maana nasema nataka ujue nguvu ya damu ya Yesu ili uanze kuamuru vitu vitokee. Uvuke kwenye levo ya kuomba, uingie kwenye levo ya kuamrisha. Mtazame jirani yako, muulize uko levo gani? Aya, sikia hapa. Huyu dada yangu ambaye nawaambia habari zake na ananisikia, na mimi namchombeza tu hapa ili siku moja asimame aseme hapa. Nafanya makusudi kabisa. Tukafundishana hapo saa nzima kuelewa jinsi tulivyo, sisi tulio viumbe wa pekee. Tuna nguvu ya ajabu ndani yetu. Tulipoasi kupitia baba yetu Adamu, Mungu alishuka mwenyewe, hakutuma malaika. Status. Level yetu ni hali ya juu. Kiasi kwamba malaika hakutuma, kaja yeye mwenyewe, tukaokolewa. Na hivi tulivyo hapa, Mungu anajaribu kutuamsha kwamba msilale, mna nguvu nimewapa, iko ndani yenu, itumieni. Sasa nikamwambia nenda kaongee na ardhi, iamrishe hii ardhi itoe mazao. Acheni yale maombi ya kusema Bwana Mungu, naomba uniletee wateja kwenye biashara yangu. Hiyo ni level ya kwanza ya watoto wa kiroho. Wewe ushakomaa. Wewe kazi yako unatakiwa ufike pale kwenye biashara yako kwa jina la Yesu Kristo, wateja kutoka mashariki, magharibi, kaskazini waje. Amini kwamba wanakuja. Kwa nini naongea mambo sana? Watu wanatafuta mafanikio kwa shetani. Hatoi mafanikio shetani, anakunyonga. Kila kitu chema kiko ndani ya Kristo Yesu. Damu ya Yesu. Haleluya. Kwa tulivyokosea, ina maana kwamba kila kitu kimekuwa adui yetu. Ardhi ikawa adui yetu. Si mnakumbuka hilo andiko Wanyama wakawa adui zetu. Kila kitu ni adui yetu. Kwa ukiona hupigi hatua kwenye jambo lolote la kimaendeleo duniani, ni kwa sababu hicho kitu ambacho unakifanya kimekuwa adui yako. Kwa unatakiwa upatanisho. Haleluya. Na upatanisho haupatikani kwa kwenda kwa mganga na kupiga ramli, ni kwa damu ya Yesu. Mnakumbuka wimbo wetu tuliouimba? Rudi kwenye ule wimbo wetu pale. Namba 97. Namba 97. Tuko sawa sawa hapo? Fungu la kwanza, sioshwi dhambi zangu bila damu yake Yesu. Hapendezewi Mungu bila damu yake Yesu. Angalia lile fungu la 3, sipati patanishwa bila damu yake Yesu. Hukumu yanitisha bila damu yake Yesu. Nenda fungu la 4, sipati tumaini bila damu yake Yesu. Wema wala amani bila damu yake Yesu. Wema wala amani. Kwa hiyo damu ya Yesu inakuletea wema, inakuletea amani. Chochote ambacho kitakuletea amani unakipata kupitia damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Walipokuwa wanaenda, ilibidi damu imwagike. Nataka nitumie mfano kidogo, si mzuri sana, lakini utauelewa kiroho. Tuliza ubongo sasa. Mungu akamwambia Abrahamu, kila mzaliwa wako wa kwanza atatahiriwa kama ishara. Tuko sawa sawa? Musa ni wa ukoo huu wa Abraham. Akamzaa mtoto wake wa kwanza. Anaitwa nani mtoto wa kwanza wa Musa? Lesoni tu ya wiki iliyopita. Gershom. Sawa sawa Musa akasahau kumtahiri mtoto. Andiko linasema Mungu akataka kumuua. Ukisikia Mungu akataka kumuua, usidhani kwamba Mungu anaua kwa staili hiyo. Hiyo ni lugha ya kibinadamu kutuelewesha. Ile ina maana kwamba ule ulinzi wa kimungu na upatanisho ukaondoka. Ulipoondoka, nguvu ambazo ziko kinyume na Mungu zikamshambulia nani? Musa. Akaanguka chini. Ingekuwa ni leo hii, tungemuona Musa na garagara hapo chini anatoa povu. Mke wake akaja. Yule mwanamama anatokea kwenye familia ya kikuhani. Babake si mnamjua? Anajua mambo ya kiroho.
Alivyoona ile staili ya Musa yuko pale chini anatoa povu, akajua hii sio pressure. Hapa kuna vita ya kiroho inaendelea. Pale pale Mungu akamfunulia, ili aweze kupona haraka hapa inatakiwa damu imwagike. Siwezi kumchinja mtoto, lakini naenda kwenye kile ambacho Mungu aliamua. Wanawake walikuwa hawaruhusiwi kutahiri, ila yule kwa kuwa alikuwa ni mtoto wa kikuhani, alivaa ukuhani dakika moja, akamchukua Gershom, akamkata haraka, pap, damu ikamwagika, Musa akanyanyuka. Unaanza kunielewa sasa? Mungu atusaidie. Damu ni kilele cha upatanisho. Tulipomkosea Mungu, kuna uadui na ardhi, kuna uadui na afya zetu, tunapata magonjwa. Mtu mmoja aliongea kitu, watu wakamkosoa mtandaoni, ikasema ni kwa sababu huenda ameongea kwa kifupi, lakini mimi namkubalia 100%. Anasema kuugua ni dhambi. Watu wakaanza kumkosoa. Sasa msimkosoe, anachoongea ni kweli. Nilivyojibu tu pale kwamba mimi nakubali naye, mtu akanifuata, "Pastor, hujawahi kuugua?" Nikamwambia nimeugua. "Kwa hiyo na wewe ni dhambi?" Nikamwambia ndio. Ni simple. Ngoja nikwambie, Mungu ametuumba miili yetu ifanye kazi kwa kwa kiwango cha juu kiasi kwamba hata mdudu akiingia anatakiwa apigwe atoke. Kwa hiyo ukiona mwili wako umeshindwa kumpiga mdudu, kuna kanuni umevunja. Tunaanza kuelewana sasa. Ukiona mafua yamekupiga yamegoma, ni dhambi hiyo. Yaani Mungu alikuumba katika staili ambayo hata virus wakiingia inatakiwa apigwe, wafanye nini? Ondoke. Huo ndio mpango wa kimungu. Hakuna virus ambayo anatishia watu kama hepatitis B. Lakini kuna watu wamepata na ameondoka. Yaani ameingia lakini ametoka. Wanasema hivi, miili yetu inapambana na kansa kila siku hapa tulipo. Kila siku. Yaani hapo ulipo una vimelea vya kansa vipo, lakini ikifika jioni kishapigwa. Sasa nenda kapige juisi za makopo, alafu uniambie kwamba mwili utapiga, baadaye utachoka. Ukichoka nasema ngoja tumwachie saratani. Sasa kwa nini saa nyingine hatupati uponyaji? Tunapokuta tuna magonjwa, badala ya kuungama na kukiri makosa, tunapambana na Mungu kana kwamba ametuonea. Kwa nini mimi yanipate haya? Yampate nani? Wewe ungejua uchawi ungeloga. Yaani ni rahisi sana. Yamekukuta straight, mwambie Mungu kuna kitu nimevunja, nisamehe. Kuna mahali tu kanuni hapa haijaenda sawa sawa. Baada ya toba mwambie Mungu nisaidie. Na Mungu kukusaidia sio lazima akuponye kwa muujiza. Anaweza kusaidia kukuelekeza dawa sahihi. Mimi sijui utanitoa kwenye hili. Mimi naamini hata nikinywa dawa nikipona ni mkono wa Mungu. Kwani wangapi wanakunywa na hawaponi? Hospitali kuna mpaka matenki ya oksijeni, lakini bado watu wanakufa. Sasa mchungaji, unamaanisha nini? Biblia inasema baraka hizi zitawafuata na kuwapata. Sikia. Baraka hizi zitawafuata na... Kumbe kuna mtu ambaye anafuatwa na baraka lakini hazimpati. Anamwambia pastor, yani dili ikikaribia yani hapa inapokaribia tu kuna kitu kinatokea. Rudi kwenye upatanisho kwa damu ya Yesu Kristo. Inatakiwa ng'ombe wawe wamepatanishwa na wewe kiasi kwamba siku wakija tu kumilikiwa na wewe wanazaa mapacha. Kama una uadui nao, siku wakija tu kwako ndigana sijui nini wanakwisha wote. Hiki kinachokiongea na ngeli ni wakere ili nirudi kwenye utakaso. Mungu atusaidie sana. Na waambieni kutoka moyoni mwangu, nikiona mnafanikiwa na furahi. Juzi nilikuwa naenda Lindi, nikapita hapo Kariakoo kidogo. Nimekatiza tu, kuna mtu mmoja tulienda kubariki biashara yake. Sasa mwingine yuko mbali akanambia, pastor, hapa mpaka utembee na gari ni muda mrefu. Tutembee kwa miguu. Tukatembea kwa miguu. Hiyo safari ilibidi iwe ya kibabe ili niweze kufika huko niendako.
Maana ukifika hapa, jo. Vipi? Anasema mimi ni Mkatoliki, lakini nimesikiliza mafundisho hapa, nimezungushia damu ya Yesu, hawakanyagi tena. Moyoni nasema baba, nionyeshe na wakwetu basi angalau. Ila huyo ambaye alikuwa anaenda kwake alikuwa ni wakwetu pia. Nikafika pale anafanya biashara ya viatu na nini, kijana mdogo, mambo yanaenda. Nikisikia hiyo moyoni nasema wanamjua Yesu. Pastor, unamaanisha nini? Hivi mtu ambaye amemwaga damu ya ng'ombe, ya kuku, akushinde wewe mwenye damu ya Yesu? Ni kudhalilisha damu. Ni kudhalilisha hii damu kabisa. Damu ya Yesu ina nguvu. Inavunja mpaka laana za kurithi. Sikia vizuri hapa. Kanisa la Waadventista wa Sabato linaamini yafuatayo: mtoto habebi hatia ya mzazi, ila anaweza kubeba matokeo ya makosa ya mzazi. Umeona tofauti yetu na wengine? Hatia ya mzazi wako huwezi kuibeba wewe. Roho itendayo dhambi ndio itakayo kufa. Lakini matokeo yalichokifanya inaweza kutoka kizazi hadi kizazi. Ndio maana kosa la Eli pekee yake alisema kwako hakuna atakayevuka miaka 40. Watoto wa Eli hakuna aliyevuka miaka 40 wa kiume. Na anasema ikatokea amevuka miaka 40, hatafanya kazi ya kipato, ila atakuwa ni mpasua kuni au mfanya vibarua. Ipo kwenye Biblia. Nakwambia hivi, ili kaa chini, chunguza maisha ya kwenu. Unanielewa? Lakini chunguza maisha ya kwenu, nyumbani kwenu, ukoo wenu, hata wewe mwenyewe. Yaangalia hivi, huu ndio mpango wa Mungu tuishi kuteseka hivi? Unaingia kitandani na msongo, unaamka na nini? Na msongo hapa. Mungu hajakusudia iwe hivi. Na ukishaanza kushtuka tu, ukaanza kujitazama, sasa mtoto wa dada yuko hivi, mtoto wa fulani yuko hivi, na yule yuko hivi, wote wako hivi. Hii hali sio ya kawaida. Sasa nifanyeje? Tunarudi kwenye upatanisho wa damu ya Yesu Kristo. Wakati nasoma hili somo na naliandaa kwa ajili yenu hapa, moja ya vitu vilivyonigusa sana ni kwamba damu ya Yesu inavunja mpaka maagano yaliyofanywa na mababu. Wanakuambia wewe ili ufanikiwe, njoo kijijini ukaende ukatambiki kwenye kaburi. Damu ya Yesu ina nguvu kuliko kaburi la babu. Mungu atusaidie sana. Najua daktari ananisubiri kule. Ngoja nipigie tu mumsikie ushuhuda wake dakika moja, alafu tuone niendelee kwenye pointi muhimu za mwisho, kwa sababu nahitaji pia niguse na sehemu ya namna ya kuvunja, namna ya kuitumia kwenye maisha yako hii damu ya Yesu. Daktari, unanisikia? Haya, na kuweka loudspeaker sasa angalau dakika 5 hivi watu wa Mungu wakusikia. Unasikilizwa na wakina mama hapa zaidi ya, hebu nipe namba hapo, maana madaktari wanataka wasikie data statistic. Roughly mko wangapi? 500. Zaidi ya 500 hapa sasa. Haya, sasa na kuweka loudspeaker sasa uwasalimie. Sasa, shalom watu wa Mungu. Kwa majina naitwa Ana. Nadhani walau naweza kwa jina langu mmeshalisikia kutoka kwa pasta. Kikubwa napenda kumshukuru Mungu kwa sababu na mchungaji kaniomba kama naweza kushiriki ushuhuda wangu na nyinyi, walau inaweza ikamsaidia mtu mmoja kwa namna moja ama nyingine. Nikaona ni jambo jema. Kama nilivyosema, mimi naitwa Ana na kwa kipindi kama cha miaka 4 sikuwepo nchini Tanzania, nilikuwa Ujerumani kwa ajili ya masomo. Na wakati niko kule na wakati naelekea mwishoni, nikawa kwenye mchakato wa kutafuta kazi, kwa sababu nilikuwa tena nafikiria kwamba nikishamaliza tu lazima nianze kufanya kazi. Sasa kwa kule nilikuwa nimebahatika sana pia, kila application nilikuwa natuma kuomba kazi, mara nyingi nilikuwa napata, wananiita kwenye interview. Nikafanya baadhi ya interview lakini sikufanikiwa kupata kazi. Mwisho wa siku nikaona kama mbona inakuwa ni ngumu sana hii. Nilifanya baadhi ya interview nyingi, nadhani nyingi tu, na application kwa nimeshatuma nyingi. Sasa nikamwomba Mungu, nikasema kama ni mpango wa Mungu kupata kazi kule nje basi nipate, lakini kama sio, kama natakiwa kurudi nyumbani Tanzania basi nitarudi.
baada ya kama mwaka huu mapema sana, miezi ya mwanzoni, kuna kazi nilikuwa nimeiomba, nikaiona. Baada ya kuiona hiyo, kwa interested sana. Interest yangu kubwa ilikuwa nipate kazi kule nje, sio kwamba huko. Lakini baada ya kuona hiyo kazi, basi nikamwomba Mungu, nikasema kama ninatakiwa kurudi, basi nitarudi nikipata kazi nyingine. Lakini kama si nitapata huku. Sasa kikubwa ambacho kimenifanya nishuhudie baada ya kuiona hiyo, mimi ni muumini wa mchungaji Pastor Mbaga online, kwa sababu nilikuwa nikimfuatilia sana kwa njia tu ya mitandao. Sikuwahi kumuona kabla wala sikuwahi kufika kanisani kwake, lakini baada ya kupata tu mafundisho yake kwa njia ya YouTube, kwa nilikuwa nafuatilia sana. Ilikuwa ni mwezi wa kwanza hiyo mwaka huu mwanzoni, nikawa kwenye mihangaiko yangu ya kuendelea kutafuta kazi. Akawa anafundisha somo moja kwa linahusiana na nadhiri. Sasa katika kufundisha hilo somo nikajikuta tu, yaani nilipofungua tu na stress niliyokuwa nayo, nikaona kama hili somo mbona linanihusu, linanifaa vizuri. Nikasikiliza somo mwanzo mpaka mwisho. Mpaka kipindi cha maombi mwishoni, kufanya maombi. Basi tulipomaliza nikasema, Mwenyezi Mungu, kama inawezekana, kama ni mpango wako, hii kazi ambayo sasa niko, kuna kazi ambayo nimeshatangaza huko nchini Tanzania, niipate kazi hii. Na nikipata hii kazi naweka nadhiri, maana somo leo fundisha mchungaji pale inahusiana na nadhiri. Na namna ya kuweka nadhiri na kutimiza, kwamba saa nyingine tufanyike kwa sababu tunashindwa kutimiza nadhiri ambazo tunakuwa tumeweka. Kwa hiyo ni bora mtu usiweke nadhiri kabisa. Mimi nikaweka nadhiri baada ya kusikiliza hilo somo la mchungaji, nikaweka nadhiri, nikasema nikamwomba Mungu, nikasema kwamba ukinipa hii kazi na kama ni mpango wako mimi kurudi nipate kazi hii, na ukinipa hii mshahara wangu wote wa kwanza nitakutolea. Hiyo ndo nadhiri niliweka kwa Mungu. Umesikia vizuri nadhiri ilivyo ngumu mshahara wote. Haya, endelea Dokta. Yaani kasema kabisa mshahara, na hiyo nilisema mbele ya miongo kwa nasikiliza, maana yake wakati nasikiliza hicho kipindi hapo. Akasema umesema mimi ukifanikiwa mimi nitakukumbusha ili sio ukapata baadaye ukaniambia, na nikasema afadhali sababu umekuwa shahidi. Sasa kilichotokea baada ya hapo, nikapata tu, nikasema ngoja nitume hizo application. Nikatuma application, nikaendelea na maisha mengine. Ikapita muda kama miezi miwili, kimya. Nikasema wao nimepita muda mrefu hivi, watakuwa walishapata mtu. Maanake mara nyingi hiyo michakato inaenda, wananyepo wamesema nataka mtu haraka. Hizo pita kama miezi miwili kimya. Nikasema atakuwa ameshapata mtu. Lakini kama baadaye wiki mbili mbele, nikaona wametumia email, wakaniambia hongera, tumesikia barua yako na nini, kwa hiyo tunaomba umefanikiwa kwenda kwenye hatua inayofuata. Nikasema ni sawa, nikawaambia sawa. Kwa hiyo wakanipa mwongozo wa kufanya interview. Na interview nilifanya interview kama zilikuwa ni mbili. Zilikuwa ni interview mbili. Interview ya kwanza ni hiyo, wakawa wametumia task za kufanya, wakaniambia tunakupa siku 2 ufanye hizi task. Nikasema sawa. Sasa nilipo hizo na kuangalia zilikuwa ni ngumu sana. Nikasema Mungu, nilikuomba wewe hiki kitu. Kwa hiyo kama ni mpango wako, niongoze tu nifanye. Na nitakachofanya hicho ndio najua. Sasa nitaomba kaniambia au tutatuuliza watu wanaofahamu kusaidia. Nikasema hapana, hii mimi nimeomba Mungu. Kwa kama natakiwa kupata hii hata nijulisha nini cha kufanya. Hebu weka katika nukta hapo kidogo, lakini nataka tukielewe. Yaani hilo jukumu ambalo ameambiwa kulifanya akaja kugundua ni gumu. Ilikuwa ni gumu, maana yaani vitu ambavyo mimi nimesoma na vingine viniambia viko nje ambavyo sijasoma. Sasa nikasema hapa nitafanya. Lakini nikasema sasa hivi niweze au tutafuta watu wengine tuweze. Nikasema hapana. Na nikifika kazini sidai vitu nitavikuta. Nitakuwa natafuta tu kuuliza tu. Nikasema Mungu atanisaidia. Kama natakiwa, nikasema basi yaani kama natakiwa kupata hii, Mungu atanisaidia. Nitakachoandika kitakuwa ndio kinachotakiwa. Amen.
nikatuma application yangu hiyo assignment ya kwanza nikatuma, na nikawa mpaka nilitamani kuomba niongezee muda. Akaniambia tuma tu hivi, maana yake kutimiza majukumu ndani ya muda nayo sehemu ya interview. Nikasema sawa, nikatuma. Mungu ni mwema. Kufupisha ni kwamba nilifanikiwa. Baada ya hapo interview ikafanikiwa, nikaenda interview nyingine na nikafanikiwa. Mpaka kaja uniambia wewe umekuwa the best, na hii haikuwa kwa Tanzania, ilikuwa kazi na tangazo ni kwa Afrika, yaani ilikuwa ni free kwa Afrika wote. Umesikia vizuri hapo sio ya Dodoma. Sababu ni mradi ambao unahusika na nchi za Sub-Saharan Africa, kwa hiyo ilikuwa ni open kwa mataifa mengi. Ndio, kwa hiyo baada ya kupata hiyo kazi ya kufanya interview, ikafika kama wiki moja iliyofuata, akaniambia hongera, umechaguliwa na umefanya vizuri kuliko wengine wote. Yaani nilipiga magoti hapo baada ya kusoma hiyo nikapiga magoti nikamshukuru Mungu. Amen. Kwa hiyo nilikuwa nimefanikiwa kupata hiyo. Sasa hatua nyingine zilizofuata ni wenyewe wakaniomba kwamba unaweza kuja lini. Sasa tukaanza kuingia kwenye makubaliano kwamba ya lini kuja kwa nataka mtu akuje haraka. Sasa nilichofanya nikamuomba Mungu, nikamwambia tu sababu wewe ndio umeniongoza kupata hii, kwa hiyo ninaomba ambacho nitakuwa naongea na hawa watu, yaani tuelewane vizuri. Kwa hiyo nikajikuta niko kwenye position ambayo mimi vile nilivyokuwa nawaomba hawakuwa na shida yoyote, wakawa nakubali. Akaniambia sawa, wewe unaonaje, unaweza kuanza lini? Nikamwambia naweza nikaanza nikiwa huku, ila nitafika baada ya mwezi mmoja. Hebu weka nukta hapo kidogo Dokta. Mmeelewa hiyo kitu Yaani kila anachosema yeye ndio wanafanya nini? Mmeelewa ile mamlaka nilikuwa nafundisha hapo sasa. Yaani wale wanakuuliza sasa unatakaje? Wakaniuliza na mshahara unataka shilingi ngapi? Nikawaambia, wakasema sawa. Haleluya. Wakasema sawa. Yaani kwa kweli, yaani vitu vilikuja kwenda vimenyoka ambavyo nikamshangaa Mungu sana. Amen. Sana kwa hilo. Kwa hiyo nikawa sasa kilichobaki ni kwangu mimi, nikawa na shauku ya kutimiza kile ambacho, kwa sababu nilikuwa nimeshasikia neno kwamba usipotimiza ni nini na nini kinaweza kutokea. Baada ya kufika tu ya kurudi Tanzania, nikawa sasa kwenye michakato ya kutafuta huyu Pastor Mbaga nikutane naye, kwa sababu nilikuwa namuona tu namuona YouTube. Namba yake nikawa kila nikipiga namba iko busy na kesi yangu hiyo jamani. Kuna kutafuta kanisa fulani kwenda kuuliza kama ana namba za mchungaji na nini huko na huko, lakini mwisho wa siku bwana, nikamwambia Mungu, wewe ndio umenifanyia hivyo, kwa hiyo nifanyie njia rahisi ya kumpata hata huyu mchungaji. Maana niliweka nadhiri kwamba nitaipeleka kwa huyo ambapo nimesikia hili neno. Amen. Amen. Kwa hiyo nilikaa na hiyo pale na hiyo sasa ambayo nilikuwa ninadhani nilikuwa nimekaa nayo. Hata kama nilikuwa nenda kanisani kwingine, lakini moyo haukuwa wazi kufungua kutoa kwingine. Wewe unasali wapi? Mimi ni Mkatoliki. Asante sana. Haya, Mimi ni Mkatoliki. Ndio, kwa hiyo nilikuwa na shauku ya kutoa hadithi yangu ambapo nimesikia hili neno nikajifunza na ikafanikiwa ikawa hivi. Amen. Swali moja tu la kichokozi. Wakati unafikiria kutimiza ile nadhiri yako, hukuwahi kuona kama kitu kinakwambia hii hela yote kweli upeleke kanisani hii? Yaani kwanza mpaka nyingine anaambia lazima nipunguze kwa kidogo, ndio nikamwambia hapana. Kwa majaribu yalikuja kupunguza. Tutairudisha nani? Amina. Kwa hiyo yaani ilikuwa ni wakati mgusa nyingine kwa mwenyewe nifika ni mahitaji yako ni mengi, na hii yaani ilikuwa nayo nimeiweka iko kwenye account, kasema isitoi mpaka hivi. Amen. Mwingine akasema nisije nikaitoa kulirudisha hapa. Amen. Alafu bado nilikuwa na wewe mzigo mkubwa moyoni, na nadhani pasi nakumbuka siku ile nimefika kanisani, baada ya kutoa nilisikia moyo umekuwa mwepesi. Niliona hata ulihema kabisa. Yaani maki kwa kama nimebeba mzigo
kwamba natamani kujua tu kwamba natamani nifanye hivi, na ndiyo ni Mkatoliki, lakini namshukuru Mungu kwa sababu pia nimekuwa napata nafasi za kujifunza maneno ya Mungu kupitia utumishi wa Mungu kama hivi. Amen. Na kujua maneno ya Mungu zaidi kwamba na nini natakiwa kufanya. Mungu akubariki sana na kutoa hewani sasa. Mungu akubariki sana Dokta. Ndio mama, Mungu awasaidie katika kujifunza neno la Mungu. Amina, amina. Asante sana. Asante. Haya. Mmesikia? Nahitaji baadaye tukimaliza kwenye maombi yale ya mwisho tuende mbele za Mungu kwa vitu vikubwa na nadhiri atakavyokuongoza Mungu, ila masharti usije ukajaribiwa kutoitimiza, na nadhiri na kufunga pale ambapo umetendewa. Tuko sawa sawa? Usije ukaingia kwenye hatia kabla hujatendewa. Kama ulimwambia Mungu ukinifanyia hivi nitafanya hivi, hajatenda, ufungwe. Ila akikutendea alafu ukaacha. Na nitaka msikie hii sentensi kwamba unavyochelewesha nadhiri kuitimiza unajiingiza kwenye majaribu. Umesikia mara anambia tupunguze, tutafanya nini? Kopesha hivi. Ikitokea pale papo. Sasa sitaki kusema sana kwa sababu wenzetu wana misimamo ya kwao na jinsi ambavyo alisema mbele za Mungu. Hata wakati mimi amenitafuta wakati akanieleza, nikamwambia tafuta kanisa hapo, nikamwelekeza na kanisa, asema hapana mpaka tuonane uso kwa uso. Lakini na mimi nilikuwa naoga, nikasema anavyochelewa kwamba kanisa la Sabato si ni moja, iwe ni Kinyerezi iwe ni wapi, ni sisi wale wale. Lakini kwenye moyo wake alikuwa na kitu kingine, ila hofu yangu ilikuwa anavyochelewa jaribu linaongezeka. Mimi naye usema nanyi ni mhanga. Nilishawahi kumwambia Mungu jambo kwa nadhiri na akanitendea. Nikachelewa kutimiza, nikaila. Najua mwenyewe yaliyonikuta. Sasa sikiliza, tunapofikia karibu na mwisho sasa. Kuna mambo nataka uweze kuyapata hapa. Nguvu ya damu ya Yesu katika maombi ni ipi hasa? Namba 1. Sasa twende hivi. Kama mnaandika nisiwe na spidi kubwa kwenye kusoma. Mnaandika Namba 1, toba na msamaha kamili. Zingatia sana sentensi kamili. Toba na msamaha kamili. Andika Yohana wa kwanza 1:9. Yohana wa kwanza 1:9. Andika tu, wewe andika tu, mimi nataka tuende kwa spidi. Lakini tukiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kama Biblia ni ya kwako, pigia neno mstari udhalimu wote. Ipigie mstari. Damu ya Yesu inatuondolea dhambi, lakini pia inatuondolea kila aina ya dhuluma tuliojitendea au kutendea. Haleluya. Namba 2. Inavunja laana na mateso ya vizazi. Nimesemaje hapa? Ndiyo. Nimewaambieni kwamba ukitaka ujue kwamba kuna kitu kinafuatilia kizazi chenu, mtakuta kwamba kuna vitu vinavyojitokeza vibaya na vinafanana kwa watu wote wa ile familia. Yaani kama vile ni natoa tu mfano, unaweza ukashangaa kwamba labda kuna magonjwa yanajitokeza hapo yanafanana. Yaani yanafanana yote. Namuomba Mungu tutafsiriwe kitabu kinaitwa Mind, Character and Personality cha Ellen White. Kuna book 1 na book 2. Naomba Mungu atende tu tufikie kutafsiriwa tukisoma kwa Kiswahili. Kina sura nzima ambayo inahusu mambo ya kurithi. Sura nzima. Moja hapo ambayo ilishangaza ni magonjwa ya kisukari. Yametajwa mle ndani. Naongea na watu au na binadamu. Anasema kwa wale watu ambao kwenye ukoo wao, familia yao kisukari kinazunguka. Ellen White anasema ile roho inahakikisha wanapewa hamu ya kula mavyakula ambao huleta ugonjwa. Anajikuta tu automatic kakoka. Ile akipiga chakula akimaliza kapepsi kabaridi. Kwa yule ugonjwa unazunguka pale.
Sasa wakati nasoma hii nikaipata vizuri, nakumbuka kati ya watu ambao walinifuata kanambia, mchungaji, nimejaribu kila namna imeshindikana. Nikamwambia njia ni rahisi tu, ni imani. Ukiamini hii laana ambayo inakufuatilia, maana alikuwa ananisimulia wakati wapo ofisini kwangu tu hapo. Anasema mjomba amekatwa mguu. Alikuwa ananisimulia mjomba amekatwa mguu kwa sababu ya kisukari. Anasema shangazi naye amekatwa mguu. Anasema hivi ninavyoongea na wewe, kwenye mguu wangu hapa nina kidonda, wamenipima sukari iko juu. Kwa nini kama inaenda kule kule? Nikamwambia nitajia mjomba na shangazi. Wengineo anasema nakupa listi ya walio hai. Wengine wameondoka, ugonjwa ni huo huo. Nikamuuliza, unajua vyakula ambavyo vinaleta ugonjwa huo? Anasema ndio. Umeweza kuviacha? Anasema najaribu. Ila kuna saa unajikuta tu nimepiga kawali kita. Nimesemaje? Sawa. Nikamwambia hii ni roho, ila na hili mlielewe. Roho iliyokamata watu haiondoki kwa maombi ya pasta, inaondoka kwa ushirikiano wa muombaji na muombewa. Kama we bado una mashaka, hutaki ushirikiano, huchukui hatua. Tukaomba. Baada ya maombi ile roho ikamtoka. Unajua mpaka tunavyoongea hivi amepona. Nikampa kazi ya pili. Nikamwambia kazi ya pili ambayo nakupa, hakuna mtu kukanyega nyumbani kwako. Wewe ni ukuhani wa kifalme, mzao mteule, taifa takatifu. Ita watoto wako wote. Kata hii roho isihame kuingia kwa watoto wako. Haitakiwi iende tena hapo. Tumepewa mamlaka ya kuisitisha. Jamani, hii Biblia mnaisomaje? Lakini tauni ikapiga. Nakwambia Biblia hapo. Tauni ikapiga, anasema ndipo akasimama Daudi katikati pale, akanyosha mikono yake juu, ikakoma, ikaishia huko. Walioko huku wakapona. Usikubali kubeba magonjwa haya, ni ya kwetu kwenye ukoo. Wewe ni ukoo wa Kristo Yesu. Ukoo wa Kristo hauna magonjwa kama haya. Usikubali haya mambo kabisa. Jana nikawaambia watu wa Mtumba, kama mko watu 5, 7 kwenye familia yenu, 4, ikitokea dharura ya milioni 3 ambayo nasema isipopatikana mtu anakufa, mkijitazama hakuna hata mmoja anayeweza kutoa hiyo, huo sio mpango wa Mungu. Mtazame jirani yako, mwambie umeelewa au hujaelewa. Ameelewa hajaelewa? Yaani ina maana kwamba wote standard yenu ya uchumi ni hii wote. Hakuna ambaye anatokeza kama Yusufu, angalau huyu. Yaani nyinyi hamna Yusufu wenu wa kuokoa wakati wa shida. Wote ni Ruben na Yuda. Na niwaambieni katika ya mambo ni ya kiroho zaidi. Mpango wa Mungu ni kwamba kila ukoo uwe na Yusufu wake huyu. Lazima wepo. Ambaye mambo yamezidi, mtu yuko hospitalini, kila kitu mechango imeshindikana. Yusufu anatokea papo, anasema bili yote nitamaliza. Lazima wepo. Kama hamna, rudini kwenye magoti. Mwambie Mungu, ibua Yusufu wetu. Haleluya. Damu ya Yesu inavunja laana zote, Wakolosai 2:14. Tena hii Wakolosai 2:14 niwaambieni, wakati upo kwenye maombi ya kuvunja laana za ukoo wenu, wakati mwingine itumie. Ishike kabisa kwa kidole, iguse kabisa. Mwambie Mungu, nadai ahadi hii ni ya kwangu. Anasema akiisha kufuta ile hati iliyoandikwa na kutushitaki, iliyokuwa na amri zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaipigilia msalabani. Hati inasema nawapatiliza wana maovu ya baba. Hii hati imetushtaki sana, hii imetushtaki. Tena walio wengi mliokaa hapa, mkichunguza koo zenu, kuna maibada ya sanamu yako mengi. Mambo ya mizimu yako mengi. Kwa kuna saa yanaita, yanasema hatakiwi mtu yeyote kufanikiwa mpaka aende kwenye mti fulani kwa ajili ya tambiko la ukoo wa fulani ndipo atoboe. Kwa mnashangaa mambo hayaendi. Kumbe vile vitu vinaita. Ukifika hapa mambo hayaendi. Ukienda kwa mganga anakuambia rudi kule kwenu. Na mimi nakwambia rudi katika msalaba wa Calvary. Kuna mti huko pale ameangikwa msalabani, aliyebeba laana zote kwa ajili yako. Tunachokosea ni kwamba tunadhani kwamba Kristo alikufa ili tu
tuingie mbinguni. Ni zaidi ya hapo. Nalikuja wawe na uzima, kisha wawe nao namna gani? Tele. Yaani tunaingia mbinguni, alafu na hapa pia tunatawala. Iko kwenye Biblia. Kefa akamwambia, sisi tulioacha vyote tukakufuata tutapata? Alijibiwaje? Mara 100 katika ulimwengu. Watu wa Mungu, mmesikia hiyo vizuri Mara 100 katika ulimwengu, lakini zaidi uzima wa nini? Vitu vingapi jamani tunapata hapa? Mara ngapi? Alafu ila akaongeza kengine pale, alisema na udhia. Unajua udhia inaletwa ili kubalance, usiwe na kiburi unyenyekezwe tu maana kuna sababu baraka zikizidi kakiburi kanafanya nini? Kanaota. Unaweza kusema hii ni kwa ajili ya nguvu zangu, ni kwa ajili ya akili zangu. Mungu anasema ngoja nitaleta udhia. Mungu amekubariki, umenunua gari lako la maana, papo anasema amekuwa Freemason. Kana kuuma, unarudishwa. Mungu anakuambia nyenyekea. Nyenyekea. Kuna sababu mambo yanaenda, unashangaa kuna dili linatokea huko linaharibika, milioni 100 hasara, usilalamike, unanyenyekezwa. Hivi Mungu alikuwa amesema nilikuwepo? Mbona uliruhusu? Nimekuona unaanza kupanda mabega. Na wewe ni mwanangu. Haleluya. Umesahau kwamba mimi ndio nimekusaidia katika haya. Sasa kwa nini nayasema haya yote mbele yenu? Mbinguni tuende na tunaenda, haina mjadala. Yaani kuna mtu hana mpango kwenda mbinguni hapa kweli? Yaani kweli uje hapa alafu una mpango kwenda mbinguni? Mbinguni tunaenda, ila nataka hii damu ya Yesu itusaidie katika mambo ya kila siku pia. Mnakumbuka mimi nitasema sentensi chache tu, nyie mtanikumbusha paliposalia. Nifanyapo kazi. Hapo juu hapo kuna sentensi inaanza kabla ya kufika huko. Sasa nataka uniambie kwanza. Na iweka faradamu nifanyapo kazi, hata imani itimu, hata imani itimu, nimwone Mwokozi. Na iwe kafara nifanyapo nini? Alafu hizi kazi hapa, kafara ya Kristo ikinisaidia zibarikiwe, imani ikitimia naenda. Haleluya. Mimi sijui kama unauza mandazi au unauza nyanya, mimi sijali. Ninachojua ni kwamba haijalishi udogo wa biashara, Mungu akiwepo ndani yake imebarikiwa hiyo. Haita kudharau biashara yako. Hiyo vitumbua vyako vimesomesha watoto wako. Sio kasema nimejishikiza. Malaika anayebariki akija sema tumbariki kwenye hii kazi, anasikia anatuma mjumbe, ndio mnaendeleaje? Ndipo sehemu yangu ya kujishikizia hapa. Malaika anasema tu hizi baraka zibaki mpaka akipata sehemu permanent, maana hapa amejishikiza. Wakati dada yangu anasoma hapa andiko la sadaka wakati fulani, mlimsikia wakati anasoma ile andiko alisoma Zaburi 100. Yaani wakati amesoma, mimi kwenye akili yangu nikatamani asome fungu linalofuatia. Maana ile fungu pale limeweka vitu vizuri sana. Iko mstari wangapi? 12. Hebu isomeni hapo haraka. Nataka niwaambieni kitu hapa. Nimrudishie nini Bwana kwa ukarimu alio? Si alishia hapo tu Inayofuata inasemaje? Nitakipokea kikombe cha nini? Cha wokovu. Tena na kulitangaza jina la nani? La Bwana. Endelea tena. Hiyo nitaziondoa nadhiri zangu kwa nani? Endelea. Na mbele ya watu wake wote. Stop hapo kidogo sasa unitazama. Ukinielewa kiroho itakusaidia. Ukinitazama katika sura ya kidini hutanielewa. Unapoenda katika biashara au kazi unayofanya, iwe ni mradi mpya au ni eneo jipya la kazi, ushauri wangu nao kupa, kama unalielewa hili, anza kwa mkataba wa sadaka na Mungu kuhusu kazi.
Tunaanza kuelewana hapo sasa. Unasema mfano wake ukoje? Natoa mfano. Mimi ni mfugaji. Na shemeji yangu Sania pale atanisaidia kupata bata mzinga, maana yeye anao. Tuchukulie kwamba nimeamua kuanza mradi wa bata mzinga. Nimejenga mabanda, nimemaliza. Yale mabanda tumejenga vizuri, yameisha. Ukijenga ile mabanda yako yakiisha, kabla ya kuingiza bata mzinga pale, fanya ibada mle ndani. Ukifanya ibada mle ndani, ingia na chombo cha sadaka. Chukua mtoto wako yeyote nyumbani kwako, mmoja awe shemasi. Mnanielewa sasa Pale kwenye banda pale, soma mafungu yako, tamka unachotamka. Baada ya hapo, toa sadaka ya kuweka wakfu banda. Nikikufundisha hivi sijakwambia uniletee hiyo sadaka, nimekwambia peleka kanisani. Hata huyu hapa ambaye mmemsikia, ningeamua kula, si ningekula kabisa, na ni hela ndefu. Siri ya watu siwezi kuisema hadharani. Sijipangie mwenyewe mshahara wake. Lakini nikamwambia twende kanisani, tukutanie hapo kanisani hapo. Mambo yote yafanyikie kanisani hapo. Kwa hiyo ninavyokuambia hivi, mimi similiki kanisa kama uniletee sadaka. Nakwambia kitu ambacho kitakusaidia wewe. Chukua ile sadaka, iweke kwenye bahasha. Wahazini wetu wanafanya kazi muda wote, wapelekee. Hivi ninavyokuambia, nimeongea na mtu jana, msione naongea hivi kwa hizi hisia kali. Jana jioni nimekutana na mwingine amefungua mabanda 18 ya kuku hapa. Amina. Alitumia njia hii, alianza na banda hili moja. Mungu atusaidie sana. Ukiingiza wale kuku wako pale ndani, pap chap, wameshaingia pale. Umeweka kuku wako pale, umeshawapanga vizuri. Usifanye mambo kienyeji. Tamka maneno ya ulinzi pale. Simesikia Urusi inapiga maeneo ya Ukraine kama maeneo ya umeme, madaraja. Kwani unafikiri shida ni madaraja? Shida ni haya madaraja yanasaidia wale kuwa na nguvu. Vivyo hivyo uchumi wako unasaidia ufalme wa Mungu kusonga mbele. Kwa hiyo unasaidia anataka uchumi. Vitu vingine vya kiroho usifanye ukiwa na watu, maana watakuona mchawi. Yeye anakukuta huko kwenye banda hapo, unasema kwa jina la Yesu Kristo baraka ya Mungu izunguke. Anasema huyu naye kumbe wanaloga hawa. Huyu daktari ambaye ameongea hapa, mume wake nilikutana naye siku hiyo. Amepata mume ambaye ana maono ya kiroho. Moja wapo ya vitu ambavyo nilishangaa mume wake anasema nilimwambia. Anasema nikamwambia, nikamkumbusha, nikamwambia hii sadaka haiendi kanisa lingine lolote. Tena hii sentensi kama itakuuma basi unisamehe. Moja mafundisho walipata kwa mwalimu Christopher Makasege kwamba pale baraka yako ilipopatikania, peleka. Mungu atusaidie sana. Sasa unasema mchungaji, unamaanisha nini? Hii sadaka sio kwamba unamhonga Mungu. Mungu hana shida na hela. Mungu hana shida ya hela. Hiyo kitu sio kachanganya na faida. Hana shida ya hela. Anaweza kuamrisha samaki wakatoa hela. Si mnakumbuka hiyo story? Anaweza kuamrisha. Ninachoongea hapa ni kwamba tunaongea mapatano katika ulimwengu usioonekana. Haleluya. Amen. Hebu kidogo relax. Unajua kwamba hata ikitokea ukahesabu kuku wako 1 2 3, natoa kuku, mbuzi, mimi mfugaji wa mbuzi pia. Ukihesabu ile papa ukahesabu wote, ukaweka wa zaka, inatakiwa utoe wa sadaka. Mnajua kazi ya hii sadaka? Zaka peke yake ingetosha kabisa, lakini watu wengine wanaishia pale. Maana yake ni kwamba zaka, nimekurudishia Mungu sehemu yako ya ngapi? Ya 10. Unapotoa sadaka ni kwamba umekiri kwamba hii mali yote ulinipa wewe. Unapogoma kutoa sadaka, umesema nimekupa sehemu yako ya 10 inayoitwa zaka,
ila hivi vingine vyote mkono wangu ndio ulioleta, na ulinzi wangu na akili zangu. Mwisho Mungu anasema okay, umenirudishia kwangu, songa mbele na mkono wako na nguvu zako na ulinzi wako. Kwa mtu anakuambia lakini mbona nashangaa sipati baraka? Hujaelewa kuna kitu kinafuata. Mungu akasema msije mkaisongeza hiyo sadaka bila chumvi. Damu ya Yesu inatuletea ulinzi kamili na usalama wa kimungu. Kutoka 12 fungu la 13. Ulinzi kamili na usalama wa kimungu. Nakaribia kumaliza sasa, naona muda wangu umefika penyewe. Ulinzi kamili na usalama wa nini? Wa kimungu. Sasa nitakwambia unaifanyaje, maana hapa kwenye Kutoka walikuwa wanapaka tu kwenye miimo. Damu ni kinga na ngao yetu. Haleluya. Umeshaandika yao, nimeenda spidi sana. Kutoka 12 fungu la 13. Tayari? Namba ngapi tunafuata? Namba 4. Ushindi kamili katika vita ya kiroho. Ushindi kamili katika vita ya nini? Ya kiroho. Ushindi kamili katika vita ya kiroho. Ufunuo 12 fungu la 11. Nao wakamshinda kwa damu. Ukishamaliza hapo nataka nikusomee SDA Bible Commentary, kitabu cha kwetu kuhusu hii sentence. Jamani, mko sawa niwasomee? Anasema ushindi dhidi ya shetani unawezekana tu kupitia sifa za damu ya Kristo. Sasa hii naielezea tu ili tu nisije nikaisoma, maana ni ndefu kidogo. Mimi kusikia watu huko wanasema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hizo kauli hizo haina maana ni kutamka mdomoni. Kitu ambacho tunatamka ile kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, haina maana hiyo. Tunatoa pepo kwa jina la Yesu Kristo. Tuko sawa sawa? Tunavunja laana kwa damu. Haleluya. Hiyo ndio tofauti hiyo. Kwa hiyo uelewe vizuri. Tunaposema kwamba damu inakuwa ulinzi kamili walipopaka katika miimo, hapa ndipo tunapaka damu kwa matamshi. Na matamshi yanakuwaje haya? Si lazima utamke exactly kama nilivyosema mimi, hapana. Hiyo itakuwa ni uganga. Utaweka lugha ya kwako mwenyewe. Mimi nakutolea tu mfano wa kufundishia. Tuchukulie kwamba hii ndio biashara yangu, hiki ni kibanda changu. Nakuta kuna mashambulio ya kiroho sana yako hapa. Kupotea kwa pesa, wateja kupotea, hawaji, vitu vinaoza. Tuko sawa sawa? Kwa jina la Yesu Kristo, ninasimama mbele za Mungu aliye hai, nikimshukuru kwa baraka ya biashara ulionipa. Kwa damu ya Yesu Kristo, ninavunja laana zote na mikosi katika biashara hii. Unaona hiyo lugha Ili nikubalike katika ulimwengu wa kiroho lazima niwe na identity, utambulisho wa Yesu. Maana katika ulimwengu wa roho David Mbaga akienda kule anapigwa. Lakini kienda kwa jina la Yesu Kristo, wakiniona tu nikitokea wanauliza, "Wa wapi huyu?" Sisi wa Afrika tuna hiyo tabia. "Unaitwa nani?" "Naitwa David." "Wa nani?" "Wa Azaeli." "Wa nani?" "Wa Omari." "Wa nani?" Unaenda paka. Unaona tunavyounganisha hivyo Siku moja nilitembea kati ya machifu wa wakubwa wa South Africa. Basi akawa anatambulishwa pale, akauliza, hilo jina maana yake ni nini? Nikamtajia vizuri. "Babu yako alikuwa ni nani?" Anadadisi tu, nikamwelezea. "Kwa hiyo walikuwa ni akina nani?" Nikamweleza, "Huko zamani tulikuwa na machifu, kwa hiyo hii ni familia ya kichifu na nini." Sema, "Kwa hiyo unatokea ukoo wa kichifu?" Nikamwambia, "Ndio." Akasema, "Huwezi kuja kienyeji hapa. Ngoma zipigwe. Leteni ngoma, leteni ngoma." Lakini kule mwanzoni wakati anaongea kawaida alikuwa anaona kitu cha kawaida. Hasa baadaye nikamwambia, "Lakini hatuna huo uchifu tena, mimi ni mchungaji." Tasema, haiwezekani. Haiwezekani. Sasa na mimi nataka nikwambie kitu. Ukipambana vita kiroho yoyote, nenda na jina la Yesu Kristo. Hilo likionekana, viumbe vyote vya mbinguni
vya duniani na vilivyoko chini ya dunia ambavyo huvijui vikisikia hilo jina la Yesu, alafu una apply damu ya agano. Damu ya agano maana yake sidaiwi deni lolote linalohusiana na kosa lililotendwa kwa kujua ama kuto kujua, kwa kuwa damu ya Yesu inalipa deni. Mimi ni mbarikiwa kwa uhalali. Kwa kama kuna madeni yote ambayo shetani unadai kwenye familia yetu, mdai Yesu. Ila sasa unajua ukiomba kwa ile staili ya woga naye pia anajua huyu kama hajitambui hivi. Naye naona kama hajielewi. Mimi nawaambieni, ombeni kwa ujasiri, tamka maneno kwa ujasiri bila woga wowote. Ni kweli kabisa shetani anatumia kumbukumbu ya dhambi zako kukudhoofisha. Ni moja ya silaha zake. Ile unaweza kutamka tu kwa jina la Yesu, anakuja kwambia. Nakumbuka juzi. Inapita akilini alafu sasa na wewe kwa woga uko katikati ya vita na umekumbushwa ile dhambi yako, unajikuta automatic unaanza kusema Baba nisamehe. Unaposema nisamehe, Mungu naye anauliza kosa lipi? Maana hilo kosa ulilitubia jana. Na kama vile mashariki na magharibi visivyokutana na dhambi zenu sitazikumbuka tena. Kwa hiyo anauliza hivi ni ipi anayoongelea? Huna ujasiri, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kwamba tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake. Na mapenzi yake ni yapi kwetu? Anasema ni mema siku ngapi? Nimestop hapo kidogo kabla sijafunga na maombi, ikiwa kuna mtu ambaye ana swali lolote. Maana kuna vitu vinne nataka nivitamke mkiwa mmesimama tunapoenda kwenye maombi. Kama kuna mtu ana swali, sema pastor, mimi hapa nina swali katika hii somo. Nyosha mkono. Nitakuruhusu uulize. Sitakuita huko mbele. Utaulizia huko uliko. Asante. Hakuna. Naomba msimame. Kuna mtu asante, mpelekee dada yangu pale. Asante mchungaji. Ndio. Sasa mimi ni mmoja ambaye nimeanza biashara. Lakini sikuwa nimefanya kama ambavyo Biblia inavyotuelekeza. Je, sasa hivi naweza kurudi tena nikaweka sadaka? Tayari nimeshaanza biashara yangu. Asante sana. Hata mtu ambaye alijenga nyumba yake na hakuiweka wakfu, unaweza kwenda kuweka wakfu. Kwa hiyo hata ulishasahau, nenda kafanya. Kaombe kwenye biashara yako, tamka hivi vitu ulivyosema. Inawezekana kabisa. Mwingine? Wameisha. Kuna mmoja. 1 2. Hai. Na niwaambieni kitu, shetani anaita tabia kwamba ukishamkosa mchungaji mzee wa kanisa, hutaki kufanya ile kitu, hii huduma. Na waambieni usije ukafanya hivyo. Ukiwakosa mzee wa kanisa, mchungaji, fanya mwenyewe. Maana hata wewe pia ni ukuhani wa kifalme. Ndio, mmoja pale. Pastor ameongelea juu ya kuvunja maagano. Hayo maagano yanavunjwa mara ngapi? Asante sana. Swali muhimu sana. Kuna mtu ameomba kuvunja maagano na malaana ya kurithi, alafu kesho tena anaombea jambo hilo hilo. Ni dalili ya upungufu wa imani. Ukishaiombea mara moja imekwisha. Kuna maandiko huko ambayo sikuyafikia tu kwa sababu ya muda wetu, lakini andiko limeweka wazi kabisa. Anasema ile kafara ilitolewa mara moja na inavunja kila kitu. Sasa kwa nini tunarudia tena kuvunja kila wakati? Ni kwa sababu kuna matokeo bado unayaona, unahisi haijavunjwa. Kumbe imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa ukiona vitu bado vinakushambulia, useme bado nimefungwa na vile vitu. Hapana, endelea kukiri ushindi. Utakuja kuona wazi kabisa. Haya, dada yangu hapa. Pastor, mimi nashukuru sana kwa masomo ya pekee mno. Sasa mimi nina swali Pastor. Umefundisha hapo, unaweza ukakuta familia
ina ugonjwa fulani, umemuua baba, umemuua mama, umeenda umeua shangazi, umeua nini. Mimi nimekuelewa vizuri. Sasa naenda labda kufanya huduma kwa mtu ambaye ninaona ameathiriwa na hicho kitu ambacho kinatafuna familia. Lakini yeye haamini. Mimi nina imani. Hiyo inakuwaje? Asante sana. Ulimwengu wa kiroho ni complicated. Yesu alifanya miujiza michache kijijini kwao kwa sababu ya kutokuamini kwao. Michache sana. Hiyo ni moja. Namba 2, kuna mazingira ambapo hata imani ya anayeombewa haihusiki. Inahusika muombaji. Mmenielewa hayo mazingira Mnakumbuka yule Mgerasi yule alikuwa na pepo. Anakaa kule. Kwani kuna habari ya imani ya yule mtu pale? Akili haipo kabisa. Lakini imani ya Yesu pekee yake ilitosha. Kwa hiyo haya mazingira hayafanani. Kuna mtu anakataa kwa sababu kilichomfunga ni pepo tayari. Akifunguliwa macho pale, anaanza kuona hivi kumbe. Na niseme hivi, ukikuta unaanza kuichunguza familia yenu na kushtuka kwamba kuna vitu haviko sawa, hayo ni mafunuo ya kimungu. Kwa sababu kwa